Amen. Amen. Unakuta hata kutoa sadaka hatujui hiyo siri. Hata kutoa 1/10 hatujui hiyo siri. Lakini unakuta gari yako ikosaki essence, gari yako inaenda kwa mabakutus, gari yako inalipaka ma traffic, gari yako ishakuwa na pane, unakuwa kwa security, unasababu kama nguvu ambayo tunatembelea hizo magari ni Mungu ndiye anatupatia kai. Mungu aturumie sana. Amen. Mungu asaidie sana. Amen. Kwa sababu kama ni Mungu ndiye anatupatia nguvu ya kutembelea yote. Lakini mbele ya kutoa sadaka tuko tunachunguza, tunaangalia kwanza, sina makoli iko. Sitatoa. Sina ngorongoro, sitakutoa. Maana unakamata Mungu ushamlimite ni kuma madero. Unasahau kama yuko anakupatia uzima wa bure, anakupatia amani ya roho kama vile ya mwili. Ukitoka hapa kwenda tu pale kwa hospitali bakupime. Ile tu kupumiwa akakupatia dawa kisha kuja kunyumba 40 euro utakufuata kunyumba. Haiko vile wa Kristo. Lakini Mungu iko anatupatia uzima bure, anatupatia amani ya bure, anatupatia kila kitu ambacho tutakacho, lakini tunashindwa kumshukuru Mungu. Tate yako akipiga simu kule kumwafiki, tate yangu alifika unamtumia saa euro. Mungu atusaidie sana. Mnyomba yako tu akipiga, mimi ndio ule mnyomba yako, mimi sikukumbuki, nitakutumia kwa sababu kumbuka yule mnyomba yangu. Unamtumia. Mekule iko anafanya vitu ambavyo haviwezekani. Wewe unamtumia hazo tu. Lakini kuliko kumkumbuka Mungu ambaye anakupatia uzima bure, anakupatia amani ya bure, anakupatia kimbali, unashindwa kumtolea cha sadaka ambayo itakuwa ya harufu nzuri. Unashindwa hata kukwambia bibi yangu, wewe na bwana yangu, tukua natoa 1/10. Hiyo ndio mwambianaji. Je, hiyo ni matunda mazuri ambayo tunaleta kanisa la Mungu? Amen. Amen. Hiyo ni matunda mazuri. Hapana. 1/10 inashinda Wakristo wote. Nani anatoa 1/10 hapa katikati yetu? Tutaanza angalia. Nani anatoa 1/10? Sio kwa kitu 1/10. Wanakimbilia kusema ni siri ya mtu. Faru hakuna siri ya mtu, siri ya Mungu hapa. Amen. Amen. Haleluya. Jumana, kuna vitu ambavyo sisi kama vile Wakristo ambao tunakuwa na mbegu ndani mwetu, ili ile mbegu ipanuke ifanye maexploit, ni lazima kumprovoke Mungu. Ni lazima kumgusa Mungu. Jumana, leo Mungu alipenda tuzungumze mimi na wewe kwa ajili ya huu mwezi. Hii yangu ni mahubiri ya kwanza katika mwaka huu. Nawaza hivyo. Amen. Amen. Ni mahubiri ya kwanza katika mwaka ambao tunayafanya. Hii somo niko napenda nikuambia kitu kimoja. Kuanza sasa ukamate agano na Mungu kwa hii somo ya leo. Amen. Amen. Ukamate agano na Mungu. Umwambie Mungu hivi, Mungu, mimi nitapanda kitu fulani katika maisha yangu mimi na nyumba yangu. Ninahitaji nifike mwezi wa 12 mara tena. Nione ile mbegu ambayo nilipanda kama itazaa matunda. Tumprovoke Mungu katika hiyo njia. Ama umprovoke Mungu katika hiyo njia. Na mimi vile vile nitakamata na mimi yangu ya kumprovoke Mungu kwa ajili ya maisha yangu mimi na nyumba yangu. Unaambia Mungu, ninapanda mbegu hii yangu, mimi hii yangu inafanya ni mbegu ambayo natia kwako. Ninahitaji hii mbegu nitaiprotege ili inizalie matunda mazuri, inizalie matunda mema, ili siku moja nipate kushimama hapa na kuyashuhudia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Munipatie amena ya pia kuzima neno la Mungu. Amen. Asema umpatie Mungu mbegu, uambie Mungu ninakamata kontra. Ninakamata kontra Mungu. Ninahitaji hii mwaka nitakuwa natoa 10% yangu kama vile fertilizer kwa ajili ya hii kazi. Hiyo ni yangu mie. Hiyo ni yangu mimi yote. Nitakuwa natoa 1/10
wa kwanza. Kuanza hii mwezi wa kwanza nitakuwa tu endisheme yangu kwa sababu ya kazi ya Mungu. Nione Mungu anapanua hii kazi kitofauti. Amen. Ninajua uko na yako ambayo utakamatia Mungu. Uko na yako ambayo utampatia Mungu. Shuka mchungaji. Ile 10 nasema nini? Ningependa pia kuendelea kutuambie moja ya 10 sasa zingine wengine hatujui vizuri moja ya 10 ni nini. Asante sana mchungaji. Mchungaji anasema tuseme zungumze juu ya moja ya 10. Moja ya 10 ni ile 1% ambayo unapataka mu reveni yako. Tuseme kama unapokeaka 100 euro. Moja ya 10 ile 100 euro ni 10 euro. Na ile 10 euro unaipatiaka Mungu. Amen. Amen. Haiko sadaka, kwa tofauti ya sadaka na moja ya 10. Ile moja ya 10 unaitiaka mu envelope, unapatia Mungu kwa madhabahu. Inakuwaka kila mwezi. Kila salary yako ya mwezi. Kama vile jinsi mimi nasema, kila mwezi nitakuwa nayafanya kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hiyo ni yangu ambayo tena Mungu wangu. Nitakuwa nayafanya kwa ajili ya hii kazi ya Mungu. Mungu aipanue kitofauti. Mungu alete wafanyakazi. Mungu alete watumishi. Mungu alete Wakristo. Hiyo ni yangu ambayo nayafanya na Mungu wangu. Hiyo ni mbegu ambayo ninatia mimi na Mungu wangu. Lakini ni lazima usikwamate tu hiyo ndize yako unatia seme na Mungu atafanya pekee anaona. Anaona nini? Mungu haoni kitu, anapenda wewe pekee useme. Uanze kuwa unamwambia Mungu napenda hiki na hiki, napenda hiki na hiki, napenda hiki na hiki. Kile ambacho uko unafanya hii acte Mungu, ninapenda hiki na hiki. Ndio kisi Mungu anapenda kabisa. Haiko tu aseme yeye anaona. Yeye anaona wewe pekee useme. Wewe Mungu pekee unaona, wewe pekee unajua. Yeye Mungu aone na ajue. Wewe ndio mwambie unaona hivyo unasikia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tunaelewa moja ya 10 hapo? Ndio twende pastor. 10 inasema kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatende watu wote mema na hasa jamaa ya waaminio. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Aseme na kadiri tupatavyo nafasi hapo na tutende mema surtout jamaa la waaminio. Hii neno kuna watu ambao wanashindana neno sana. Unajua kwamba wanashindana kwa neno. Hiyo nafasi. Amen. Amen. Tunajua kwamba wanashindana kwa hiyo hali. Kuko watemwa. Watemwa de Jehova. Tunaona kwa wanajabu kwa milango langu wanapita wanakuangushia. Na kuna wakati wengine ba programmiste nabo. Programmiste nabo panakuwaka na ile upendo ya nguvu sana. Na hata banakuwa ile upendo ya nguvu sana. Anapenda ndugu wake wa kiroho kushinda hata ndugu yake wa mwili. Amen. Amen. Tunapoendelea kutenda mema, surtout nyumba ya Mungu, watoto wa Mungu. Maana sisi ndio familia. Sisi ndio jamaa. Sisi ndio wandugu. Ni lazima kati yetu kukue matendo mazuri. Nijisikie kuona mchungaji John kama ni mimi peke yangu. Nijisikie kuona dada hapa kama ni mimi peke. Kila mtu ajisikie shari ya mwenzake iko muyeye. Tusikuwe wa Kristo wa masongi. Tusikuwe wa Kristo wa kupanda chachu. Wa kupanda mbegu mbaya mu watoto, wa kupanda mbegu mbaya mu kanisa la Mungu. Ni lazima tuoneshe upendo. Hii upendo ni mbolea ambayo tunatia mwili mbegu ambayo iko ndani mwetu. Ni lazima hii mbegu ambayo ndani mwetu ikuwe na matendo mazuri ndio itapanuka na ndio itaonekana kule nje. Hao ni wa Kristo. Hao walimwamini Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Maana tutapalilia, tuko tunajenga. Soma Biblia, atukamatie Marke 26, Marke 4, 26 à 27.
Pastor ataanza kisha dada Espa anafuata kisha mchungaji kule nyuma wa Swahili atasoma moja moja. Marko 4:26 à 28. Marco. Marc 4, 26 à 27. 26 inasema hivi. Il dit encore, il en est dit au royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre et qu'il dort ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. 28. La terre produit. 26, 27. Ça, c'est Marc. Marc 4, 86. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence à terre. 27. Il dort ou qu'il réveille nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. Amen. Marko 4:26-27. Arongera arababwira ati ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu ubibye imbuto mu butaka akagenda agasinzira akabyuka nijoro na kumanywa n'imbuto zikamera zigakura atazi ko zikuze. Amen. Twende pale mchungaji. Marko 4:16 akasema, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi, akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nao mbegu ikamea na kukua, asivyojua yeye. Maana nchi huzaa yenyewe kwanza jani, tena suke, kisha hii Kiswahili mnasikia suke, mnasikia tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Ilikuwa tu 26. Okay. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Badada amuna ta mwaliki mkona ta maverse. Amwandika ta maverse. Wala kama mama kuti mkuu anaandika sofu te wadada ndio waandika. Wala mkuandika matelefoni. Kama kuandika matelefoni ni mzuri mwa waandika sana. Na kama mwandiki mshtahidi mkuu mnaandika maverse. Dada, Mungu akubariki sana. Naona mtoto ananiambia aseme hapana, ukao tupate wengine maverse tena. Donc alisikia ni amu ni kiu. Kama unapatile verse utakuwa na kale ka kiu ka kusoma maneno ya Mungu. Amen. Amen. Nani mwashasoma Biblia yote huko? Kuanza mwanzo mpaka Ufunuo. Nani ashasoma yote? Moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo haitasoma yote siku moja. Utasoma hata panda inane. Unasema kila siku utasoma verse 3, 2, 4, 5 ama chapitre moja. Hakuna. Unajitahidi kusoma Biblia. Unasema hivi ni mwanzo wa mwaka, inafaa kila siku nilikuwa nasoma, nitakuwa soma chapitre moja. Ama nitasoma verse moja. Jote uta Biblia tuko na Biblia atasoma hata chapitre 5. Mwaka inaisha unaruka katika matari liko pale. Unahubiri tena adubiri leo. Mesa mwambie Biblia tushaisoma ama tuanza kupiga pia kwa sababu. Mungu aturumie sana. Amen. 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 Mimi kama nilikuwa nahubiri hapa si adubiri kweli. Iko sana soma Biblia sana. Mungu asiwadanganye. Amen. Amen. Ni lazima tuko na jitahidi kusoma Biblia. Kwanza sasa vile soma hivi le premier. Ile premier mpaka leo
Nilisoma Mwanzo 1 mpaka ku 15 nilifika ku 15 jana. Nilikuwa napenda hii mwaka yote nilikuwa nasoma vile pale imalize yote kila siku. Na Mungu mfanye hivi niwasaidie. Amen. 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 Unakuwa mtu mmoja wewe unaprovoke Mungu unakuwa tu unalamuka tu unalamuka. Yesu alikuja dadangu niandikia unasahau na utashukuru Mungu unachaenda na kunawa na kurese na maroho kunaanza nayo pale. Sura mke kwanza kimbilia hata Biblia. Soma hata verse moja. Acha sasa Mungu tunashukuru Mungu ashaona anaona nini? Unalala tu kuna Mungu walamuka hata kumshukuru Mungu amshukuru na Mungu na maroho kamkini. Mungu aturumie. Amen. Hiyo yote ni ambayo tunatia ni fetereza ya kutusaidia katika mbegu ambayo tuko nayo. Amen. Amen. Ninaamini wa mama kwanza leo watasoma Biblia sana na kuko na jitihada usubuhi. Unalamuka. Unasoma tu shafika Mungu. Leo nitatembea fulani. Niko na program yangu ya kusoma Biblia naanza leo nisoma mpaka ukianza ama kuduisi. Leo tutafungula tu nini tu journée leo tutapita hivi. Unafungula tu fasi moja. Unasoma unasika message kimwana kuambia pale basi unafikiri unashukuru Mungu unaanza mizunguko yako unaanza na maroho yako utakuwa ni mzuri tu sana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Aseme hapa Marko 4 verse inasema hivi. Inasema kwamba kuhusu habari za kundi lazima matendo yetu yafanane katikati yetu, yampatie Mungu utukufu, yampatie Mungu heshima, yampendezeshe Mungu. Hiyo itakuwa ni faraja kwetu, itakuwa ni neema kwetu, itakuwa ni upendo. Utaona kazi ya Mungu itapanuka siku baada ya siku. Somaji leo tukupatie Mwanzo 1:11 mpaka 12. Genèse 1, 11 à 12. Genèse 1, 11 à 12, inasema hivi. 12, 11 inasema hivi. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, dans l'herbe fruitière, donnant des fruits selon leur espèce, en ayant leur semence sur la terre. Et cela finit ainsi. La terre se produise de la verdure et de l'herbe portant de la semence selon son espèce et de l'arbre donnant des fruits ayant en eux leur semence selon leur espèce. Amen. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Et dada isipokuwa na mikono yako pale, mbona wewe kamati? Utasikia mikono iseme. Haisemi? Okay, twende. Dada isipokuwa utamaliza Mwanzo 1, 11, 12. Dada isipokuwa utakamata pasta. Itangiriro 1:10. Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byere imbuto ku butaka n'ibiti byerera imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo. Igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo biba bityo. Ubutaka bumeze ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. Amen. Amen. Twende pale pastor. 13:11 mpaka Mungu akasema nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya mchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utaona mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake
kwa jinsi yake Mungu akaona ya kuwa ni vyema, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunachoka, tuachie hapa. Hapana. Tuachie hapa. Hapana. Mama ndio anapenda tusema. Bali tuachie hapa, nauliza tuachie hapa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Okay, tunasikia maneno ya Mungu. Unajua Mungu alitupenda wanadamu sana. Na wakati Mungu alitupenda, wakati alimuumba mtu wa kwanza Adamu, alimtia katika shamba la Edeni. Na mule shambani mwa Edeni Mungu ambaye alimtia, alililima kwanza Mungu. Haleluya. Amen. Mungu akalima katika shamba la Edeni, akatia yote ambayo yanahitajika kwa mwanadamu. Akatia yote ambayo yataweza kuwa mbezo yake. Mungu akayatia kwa ajili ya Adamu. Na wakati Mungu aliyatia, Mungu hakuachia pale tu. Akamupatia kila kitu ambacho alikuwa anahitaji. Na yote haya yalifanyika kwa neno la Mungu. Yote yalifanyika kwa hili mbegu ambalo ni neno la Mungu. Lakini ijapokuwa yote ambayo Mungu aliyatia, Adamu alikuwa hajaridhika. Mungu akampatia mtu wa kufanana naye ili wakae katika shamba la Edeni. Lakini mazuri yote ambayo Mungu alikuwa anayapanga kwa ajili ya Adamu, yote yaliharibika kwa sababu ya kukosa mbolea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Aseme shetani akapenya kwa mke wake kwa sababu ndani yake amkukua mbolea. Ndani mwake amkukua fertilizer ili ya kumshinda Ibilisi. Maana pasipo maneno ya Mungu, kuyalea vizuri, kuyapatia chakula chake, maombi, kuyapatia mafungo, kuyapatia, hakuna kitu ambacho tutaweza ukifanya, tutakuwa tunapiga mieleka kila siku tuwapo leo. Ndio maana wapendwa, ni lazima maneno ya Mungu ambayo ni mbolea tuiprotege vizuri. Ni wakati ambapo tutasoma Biblia kila siku tuwapo leo, ndio tutakuwa na ujasiri wa kumshinda shetani. Ndio tutakuwa na ujasiri wa kushinda dunia. Ndio tutakuwa na ujasiri wa kutoa ubaya wote ambazo kutaka tukaribia katika maisha yetu. Mungu atusaidie sana. Amen. Lazima kujitahidi. Ni lazima kupiga vita vizuri. Neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu linaumba. Neno la Mungu linafungua. Neno la Mungu linabariki. Neno la Mungu linapatanisha. Na yote hayo Mungu ametupatia ndani mwetu. Ni lazima kuangalia jinsi ya kuyalea ili yazae matunda mema, ili yapatanishe, ili yapanue, ili yabariki, ili yaunganishe. Hiyo ndio mpango wa Mungu. Mungu akutupatia neno ili tulitie tu chini ya kitanda, ili tulitie tu mnyumba, ni langu mimi na vijana watu wangu. Hapana. Hapana. Haleluya. Amen. Tukamate proverbe pastor. Proverbe 4, Mezali 4:12. Proverbe 4, verset 20. 20 inasema hivi. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. 20. Comment ça fait? Tu vois la 21? 21. Qu'il ne s'éloigne point, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous ceux qui, c'est la santé pour leur corps. 23. Garde ton cœur, ton cœur
plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. Amen. Soma dada. Wala hata mimi nisome hivi huko na mtoto. Haleluya. Amen. Ninasoma katika jina la Yesu. Amen. Mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako, uzisikie kauli zangu, zisiondoki machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatao, na afya ya mwili wako wote. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemu za uzima. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Huyu ni Mungu ambaye alikuwa anasema na mtumishi wake, yuko anamwambia aseme asikilize maneno yake, maneno ya Mungu kuyasikiliza, maana humo ndani munakuwa uzihifadhi, maana ndani yake munakuwa uzima, maana ndani yake munakuwa amani, maana ndani yake munakuwa faraja. Akasema aseme ulinde moyo wako kuliko vyote vilindavyo, maana humo mnatoka chemu ya uzima. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Tulisema aseme mbegu ni neno la Mungu, na ili mbegu ni lazima tuliprotege. Ili mbegu ni lazima tusiliharibu. Tutaweza kuharibu hii mbegu kupitia hali yetu ya kuishi mbaya. Tukiwa watu ambao tunaikamata dunia tunaitia mkichwa, tunafanya kazi bure. Ni lazima, Biblia inasema nini? Waongozwao na Roho wa Mungu au ndio wana wa Mungu. Na kama Roho wa Mungu anakuongoza, hauwezi tenda dhambi. Kama Roho wa Mungu anakuongoza, hauwezi chukia ndugu yako. Kama Roho wa Mungu anakuongoza, hauwezi teta ndugu yako. Kama Roho wa Mungu anakuongoza, hauwezi enda njia ambazo zimrudishie Mungu tukufu. Maana yote ambayo yafanya mbaya, Roho wa Mungu atakurudisha. Maana ile mbegu ambayo liko ndani mwako litakwambia wewe uko kwa hiyo njia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Na hii ndio itakutia mumbee ya Mungu. Utatembea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Utatembea sawasawa na volonte ya Mungu. Utatembea sawasawa na makusudi ya Mungu. Ni kwa wakati ambapo uko na kamata fertereza, uko na kamata security ya Ukristo wako. Unakamata security ya utumishi wako. Unakamata security ya huduma yako ambayo Mungu amekupatia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Ni lazima kujitahidi. Ijapokuwa hali ya maisha, ijapokuwa hali ya dunia, ni lazima tujitahidi kumpendeza Mungu. Ni lazima tujitahidi kumtafuta Mungu. Ni lazima tujitahidi kutafakari maneno ya Mungu mchana na usiku. Maana katika kusoma maneno ya Mungu itakusaidia katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Acha Mungu atubariki sana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tutapikia neno la Bwana mikono katika. Mungu alikuwa wazi anafundisha mambo makubwa. Kile utavuna leo ndio kile utafuta. Kile utaotesha leo ni kile utavuna kesho. Maana yake neno la Mungu, kama unavuna vizuri utavuna na wewe vizuri. Ukivuna na wewe mbaya utavuna na wewe mbaya mpaka hapa chini ya dunia. Haleluya. Amen. Biblia alikuwa wazi anasema mambo mingi sana. Kila mtu anapokea neno lake. Najua hii neno acha itusaidie sisi wote. Itusaidie msafara imani. Pikia tena neno la Bwana wetu mikono. Tunaomba hivi umwambie tena Mungu, asema kweli Mungu unanifundisha mambo makubwa leo. Unifundishe kuotesha vizuri. Umwambie Baba, hii neno inijenge. Hii neno inipatie mafertereza mzuri. Waangalia vibaya waje kuepania vizuri, ile inakuwa fertereza ya kuendelesha maisha yako katika safari ya mbinguni, ya kwenda mbinguni. Wikusaidie. Haleluya. Amen. Utaingia mu maombi, utasema tena kwa maombi, unamwambia Baba asante kwa neno hili.
acha hii neno nijenge, acha hii neno nisaidie. Tuombe katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, nakubariki na kushukuru tena kwa neno lako ya leo. Ninasema pewe sifa, kimbilio na tegemeo. Nasema pewe sifa Mungu mkubwa na Mungu mwenyewe. Kwa neno ya leo Bwana inanifundisha mambo makubwa sana. Kile Bwana mimi nitavuna leo itanipeleka tena Bwana kuvuna. Nikivune vizuri tapata tena vizuri Bwana. Acha hii neno nisaidie Bwana nijue kufanya vizuri. Acha hii neno Bwana nisaidie kufanya matendo mema. Ile Bwana siku moja Mungu wetu nitakuona Mungu wa mema. Asante sana kwa neno ya leo Bwana. Acha ijenge hata familia yangu. Acha ijenge hata ministeri. Acha ijenge Bwana kila mtu atakuwa kwa nafasi yako. Neno lako Bwana ilikuwa uwezo kwa maisha yetu. Neno lako ikuye Bwana mpanga kwa maisha yetu. Kila siku yote tutakuwa natembea tutembee nayo tena sana. Asante Mungu mtakatifu. Umetufundisha mambo mazuri. Umetufundisha vitu vinene sana. Vile mtatusaidia kwenda na kukuona siku utarudi. Amen, amen. Ndio, karibu sana na kakitumo ya sadaka tumtolee Mungu sadaka. Karibu tupatie kanani dada. Kwa mwimbo mfupi kwa watu. Tunakumbusha kusema mardi tunakuwa na repetition yetu a partir ya 16h. Unajua masomo inaanza deja 16h, kusema 16h30 repetition inaanza, kusema vingine ma 16h tu masomo, kusema tembee 30 minutes afike hapa. Na 16h30 tunaanza repetition yetu, 18h tunaomba tena Mungu. Samedi tena tunakuwa na repetition yetu. Repetition kunaanza na 15h. Haleluya. Amen. Ndio